تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake na kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala la yusalu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala akafadhilisha miezi juu ya mingine. Sote tufahamu huenda ni mchana wa mwisho kwenye kubakisha mchana mmoja, usiku unaofuata huenda ikawa ni usiku wa Ramadhani, na kuna mambo muhimu ambayo mtu afaa ayafahamu na ayatekeleze kabla ya kuingiliwa na mwezi huu mtukufu, kwani ni mwezi wa watu kupata ghanima, ni mwezi wa watu kuvuna yale ambao walikuwa wamejiandaa kuyavuna. Ibadallah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان، وفي رواية: إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة. وفي رواية لابن ماجه: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. عباد الله، Mtume sallallahu alayhi wasallam atueleza ikiwa ni usiku wa kwanza wa Ramadhani, basi hufungwa milango ya moto na kufunguliwa milango ya janna, na mashaitani
kufungwa. Wasufidati shayatin, wa fi riwaya wasufidat maradatu shayatin, kufungwa wale mashaitani waovu. Yote hii Allah subhanahu wa ta'ala kutaka kuwasahilishia waja wake wawe wepesi kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mwezi huu. Kwenye riwaya Ibn Majah, kisha hunadi ikiingia usiku wa kwanza wa Ramadhan, hunadi mwenye kunadi, ya baghi alkhairi aqbil, ewe unayetaka khairi sogea, ndio wakati wako, tafuta ndio wakati wenyewe wa kuchuma thawabu. Wa ya baghi alsharri aqsir, na wewe unayefanya maasiya, na wewe unayetafuta maasiya, aqsir, tubia, ni wakati wako wa kufanya tauba, wakati wako wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tauba yafaa mtu la kwanza kujitakasa nalo kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhan ni kuusafisha moyo wake, kuutakasa moyo wake kisawasawa, awe hatafanya ibada isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. La kwanza zaidi ni kuepuka kila sampuli ya ushirikina. Lolote ambalo halimridhi Allah subhanahu wa ta'ala ni namna ushirikina, basi ni la kwanza kuepukwa kabla ya kuingiliwa na usiku wa kwanza wa Ramadhan. Hapa ndio itakuwa umetubia na umejiepusha na shar. Ya baghi ya shar aqsir, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kutakasa ibada ndio jambo la muhimu kwanza kabla hujaingiliwa na Ramadhan. يقول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. بلى سيفو كما ونفذنية من أسلم وجهه لله. قال أبو العالية والربيع أي من أخلص لله، أتكيتكاسا أكواني مخلص كوني عباديك، أكهانز عباديك إخلاص، وهو محسن حال يكوى وانفوتمتم محمد صلى الله عليه وسلم، أكواني محسن من يكفن إحسان، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر ذلك ابن كثير. أكواني محسن huyu akhlas, akawa na ikhlas, falahu ajruhu inda rabbih, huyo ndo atapata ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa takufunga mwezi wa Ramadhan, wataka kufanya ibada, fahamu ujira haupatikani isipokuwa kwa yule ambaye aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Huyu ndio falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, wala hawana hofu wakikutana na Allah, wala hawatahuzunika kwa kile walichokiacha kwenye dunia. Ibadallah, ikhlasul amal, kuitakasa amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Takasa moyo wako kuanzia sasa, ujue utafunga, utasoma Qur'an lillah, sio kwa kuwa naishi baina ya watu ukataka kuonesha watu, la, ukawa na ikhlas kikweli kweli, ukawa umejiepusha na namna zote za riya, na hili haliepukiki isipokuwa kwa kufanya ikhlas, ukatakasa ibada yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: من أخلص لله انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. Atakaitakasa ibada kweli kweli, hukatika kwake nyingi katika mambo ya wasiwasi na riya, hukatika kwake ikiwa atatakasa ibada yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, si ibadatu, mukhlisina lahu ad-din, wamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada yake. Ibadallah, kutakasa ibada, kutakasa moyo wako kwa tauhid kabla hujaingiliwa na Ramadhani. Kama una kihirizi ulichokivaa, una viuzi ulivyovivaa, una vikuku ulivyovivaa, kwa itikadi unazoitakidi kwamba za kukinga na madhara ama za kuletea manfaa, vua kabla hujaingiliwa na mwezi wa Ramadhan, kwani huko ndio kutakasa, na hiyo ndio ikhlas. Ukavua na ukajitakasa, at-takhliya
qabla at-tahliyah, ukajitakasa kabla ya kujipamba. Vipi ujipambe na saum na kusoma Qur'an wakati una uchafu kwenye moyo wako na mwili wako? An Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: من الوهنة. قال: إنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها، وفي رواية: انبذها، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikutana na bwana mmoja amevaa kikuku kichuma kwenye mwili wake. Akamuuliza: ma hadhi, hii nini? Akamwambia: minal wahina, hii yanisaidia udhaifu mkono wangu. Kama wanavyosema wingi wa watu leo wakivaa vitu hivyo kwamba nina ugonjwa, kuna mshipa fulani kifunga hichi chuma basi chanisaidia, kuna udhaifu fulani kwenye mwili wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia: fa innaha la taziduka illa wahna, hichi hakikuzidishi isipokuwa udhaifu kwenye nafsi yako, isipokuwa udhaifu kwenye moyo wako. Inzi'ha, vua. Wa fi riwaya: umbudha, tupilia mbali, tupa hichi kidude, tupa mahirizi, jitakase kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi, tumamwambia wallahi, law mut wa hiya alayk, law utakufa na umevaa madude haya, ma aflahta abada, huwezi ukafaulu kabisa, huwezi ukafaulu ikiwa utakufa na umevaa mahirizi yako na machuma yako kwa itikadi unazoitakidi kwamba za kuokoa na balaa, za kukinga na maradhi. At-takhliya qabla at-tahliyah, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim ولا هم يحزنون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، jambo la pili ambao yafaa tulifahamu kabla ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani ni husnul niyya. Ni mtu ayeke nia njema, anuie khairi kuanzia sasa, awe atanuia khairi. يقول الله تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atajua na ataona kwenye nyoyo zenu kwamba hamtaki isipokuwa khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia khairi. An-niyatul hasana, kuwa na nia njema kabla ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani. Tia nia kwamba mimi nitafanya ibada, tia nia kwamba mimi mwaka huu ni mwaka wangu, nitajitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله، النية الحسنة، kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu. Lau utazuilika na maradhi ama chochote kitakuzuia baada ya kutia nia yako, basi ajiri yako iko pale pale na Allah subhanahu wa ta'ala atakuandikia kama ulivyofanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. yule atakayenuia akawa na hamu ya kufanya matendo mazuri kisha asiyafanye, basi huandikiwa amefanya lile jema. ومن هم بحسنة فعملها, na yule aliyetia nia kufanya jema kisha akalifanya, kutibat lahu 10 ila 700 dhif, huandikiwa amefanya mema 10 mpaka
mpaka mara 700. Na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma huu. Atakayenuia jema kisha asilifanye, basi huandikiwa amelifanya. Kwa hiyo kuwa na nia njema, mwezi haujaingia uwe na nia kwamba biidhnillah kila ambalo lahitajika kufanya katika mwezi huu wa Ramadhan, na mimi nitakuwa mstari wa mbele, sitakubali kuachwa nyuma. Uwe na nia njema, basi waanza kuandikiwa khairat na waanza kuandikiwa hasanat na al-ajr na thawab, na wewe hujaanza kufanya matendo mema. قال الإمام أحمد لابنه: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. amambia mwanawe al-Imam Ahmad, nuia khairi ewe mwanangu, kwani wewe bado uko kwenye khairi kwa muda ambao utadumu kunuia khairi. Kwa hiyo mtu afaa awe na niyatun hasana, anuie kufanya khairi, kwani Allah subhanahu wa ta'ala lau atashikika kwa maradhi ama atasafiri, basi ajili yake iko pale pale kama aliyefanya. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Mtume صلى الله عليه وسلم asema, mja akigonjeka ama akapata safari, basi huandikiwa vile vile kama alivyokuwa akifanya hali ya kuwa ni mzima ama yuko pale pale kwao hajasafiri. kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala mja lau atakuwa na nia ya khairat kisha akazuiliwa kufanya khairi ile kwa ugonjwa ama mengineyo, basi ajiri yake iko pale pale. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam watu walipokuwa kwenye ghazawat, جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أسلم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما تسيرون مسيرا ولا تقطعون واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambia masahaba wake walipokuwa wametoka waenda vitani, awaambia kule Madina mjini tumeacha wanaume ambao nyinyi hamtatembea step yoyote wala hamtakata wangu lolote mkatembea kwa ajili ya kwenda vita fi sabilillah, illa kanu ma'akum, isipokuwa na wao bado wako na nyinyi kwenye kila ajri. وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، isipokuwa tashirikiana na nyinyi kwenye ajri sawa sawa. Habasahumul marad, kilichowazuia ni maradhi, lakini nia zao ni mzuri. Uwe na niyatun hasana kabla Ramadhan haijaingia, uwe na nia njema ya kufanya ibada, usiwe na nia ya nifaq, usiwe na nia ya uongo. Wajua wazi kwenye moyo wako kwamba Ramadhani yaja, lakini mimi niko vile vile wala sina haja ya kubadilika. Hii si sifa ya mu'min, hii ni sifa ya wanafiq. Allah subhanahu wa ta'ala hili amewasifia wanafiq na si waumini. Wa minhum, Allah asema, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومنهم كنا watu man ahada Allah, humwahidi Allah lizawango, la in atana Allah min fadli, Allah akitupa hili na hili na hili, ikiwa mimi basi nitapata kanzu, ikiwa nitapata chakula kizuri, nitafanya ibada vizuri Ramadhan. falamma atahum min fadli, Allah akiwapatia, Allah yakutahini, wasema tukipata kadha na kadha basi tutafanya ibada, mimi lao basi utanifanyia hivi, Ramadhani itakuwa sina wasiwasi. falamma atahum min fadli, wakipewa kile walichokiomba, bakhilu bih, huwa mabakhili wa nafsi zao, hawashukuru neema, na huwa mabakhili wa kuwasaidia wengine. Watawallau, kisha wakapuza na kupatia mgongo yale walioahidi.
wa hum mu'ridun, hali ya kuwa wamepatia nyongo na wamepuza. Hawa fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, Allah akaweka unafiq, akawaandikia hawa ni wanafiq kwenye nyoyo zao. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وسبب walikuwa ni waongo kwenye ahadi zao na walikuwa sema uongo ahadi zao za uongo. Kwa kuwa na niyatun hasana, nia ya mu'min, nuia khairi, kwani lau utanuia khairi kisha usiafikiwe kufanya ibada ukashindwa na jambo, basi waandikiwa vile vile kwamba wafanya khairi. Rawa an-Nasa'i fi sunanihi وابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل ليصلي فيه ثم غلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من رب العالمين. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yoyote atakayelala kwenye godoro lake na anania ya kuamka usiku kusali kisha akaghilibiwa na usingizi akalala paka asubuhi kafika, kutiba lahu ma nawa, huandikiwa vile vile ameswali usiku. Wakana naumuhu, na ule usingizi wake kwa rahma ya Allah, wakana naumuhu sadaqatan alayhi, pia na usingizi wapewa ajr kwamba ni sadaqa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. وفي رواية للدارمي إن ربكم رحيم، مولا wenu ni mrahim. Man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu hasana, mola wenu ni rahim, Allah ni rahim. Nuia nia ya khair, kuwa na nia ya khair, usiwe na moyo kwamba hutaki kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuia kwamba mwaka huu ni mwaka